Pasco habari? Salama. Uko sawa sawa? Niko poa. Umeanza na vibe, umeona mic umetulia. Asina tushafika sehemu ya kwa serious. Na kwa hiyo kwenye usirias unaweka usirias. Lakini ukiwa na fair hamna usirias. Yeye hayuko serious ndo maana. Wewe uko serious? Mimi kuna muda anakuwa serious. Ila wewe uko serious, yeye ndo anakuchanganya. Yeye ndo mwenye tatizo. Anakufanyaje kwani? Ana shida tu. Mtu wa trouble yani. Msumbufu. Sana. Kwanza nikupongeze kwa kazi kubwa ambayo umefanya kimataifa. Nilikuwa shuhuda pale Zanzibari, lakini pia nimekuwa shuhuda hapa kwenye uwanja wa Azam Complex ukiwa ni miongoni mwa wachezaji wa Azam mlioingia kwenye kitabu kwa ufungaji na kuisaidia timu kutinga makundi kwa mara ya kwanza. Safari hii umeionaje? Kwanza ni safari nzuri. Mimi kama mchezaji pamoja na klabu, kwa sababu ni kitu ambacho tulikuwa tunakipigania kwa miaka mingi. Hatimaye tumeweza kupambana kwa hali na mali na tumeweza kufanikisha. Ulifunga pale Zanzibar miongoni mwa magoli mazuri sana. Watu wakaanza kusema namna gani ile faulo Pasco amebahatisha, lakini umekuja hapo ukafunga bao jingine. Haya magoli mawili unayazungumziaje? Kwanza najipongeza mimi kama mchezaji kwa sababu kwa nafasi yetu kumkuta mtu anafunga ni mara chache sana. Kwa hiyo mimi na imani vitu kama vile free kick ni vitu vya kuvifanyia mazoezi, na ukivifanyia mazoezi maana yake utakuwa mpigaji mzuri. Na kuhusu lile goli lingine la pili ni goli ambalo nishawahi kufungaga kabla. Kwa hiyo ile ni kama nimerudia tu. Kwa hiyo mimi nafurahia na namuomba Mwenyezi Mungu iwe endelevu. Unahisi wachezaji wa Azam mnadeni kwa uongozi wenu mara baada ya kufika makundi? Yep, tuna deni sio tu kwa viongozi wetu, hata katika historia ya maisha yetu, kwa sababu unapokuwa mchezaji mkubwa maana yake unatamani kushiriki mashindano kama haya na ufike mbali. Na sisi tumeweza kuingiza tu mguu mmoja mbele, kwa hiyo tumeingia tu makundi, maana yake kule hatutoenda kushiriki. Sisi kama wachezaji na pamoja sisi kama timu, maana yake tumejipanga kupambana kadri inavyowezekana tuweze kuandika historia nyingine katika situation hii moja. Niliona miongoni mwa viongozi wa Azam wakitoa machozi kabisa baada ya kuona kwamba mchezo umeisha na wanatinga makundi. Ili pia unawaambia nini viongozi wako kiwa timu sasa imeshaingia makundi? Kikubwa kwanza ni washukuru kwa sababu ni watu ambao huwa tunashirikiana kwenye kila kitu. Timu inapofungwa wao wanaumia na sisi huaga tunaumia sana. Kwa sababu jambo lolote ambalo likitokea manake viongozi wanakuwa watu wa kwanza kupata lawama na wachezaji pia wanakuwa watu wa kwanza kupata lawama. Kwa hiyo mimi cha kuambia ni kwamba tumeweza kufanikisha hili kwa pamoja, basi tuna imani tutakuwa na ushirikiano mkubwa tena kuweza kufanikisha mambo mengine makubwa katika klabu yetu. Unatamani angalau hatua gani mbali na makundi ambayo umetinga? Mfike hatua gani kwenye michuano ya shirikisho? Natamani kufika hatua yoyote ambayo inawezekana sisi kufika. Kwa kama itawezekana kufika finali, maana yake tutapambana tukacheze finali. Sawa, mbali na hayo, ni vitu gani ambavyo Pasco Msindo anavizingatia kabla ya kwenda kwenye mechi, yani ile siku ya mechi, labda masaa mawili kabla, ni vitu gani Pasco Msindo anavizingatia? Mimi sina kwa kweli. Sina chochote. Yaani ikifika siku ya mechi ni moja kwa moja. Mimi naendaga tu kwenye mechi. Yaani naishigi maisha yangu tu ya kawaida yale. Kama kuna muda kuweka story, labda ni kupumzika. Mchezaji anatakiwa kupumzika sana. Labda kupumzika, kisha ifika issue ya kupumzika, ukiamka kusema kujichanganya na watu hivyo, unajichanganya, maisha mengine yanaendelea. Kupumzika ndio siri ya kiwango chako bora bila shaka. Kupumzika, mazoezi hivyo. Sawa, neno moja kwa mashabiki wa Azam FC lakini pia kwa mashabiki wa Pasco Msindo. Kwa mashabiki wa Azam FC na mashabiki wa Pasco Msindo, mimi na kikubwa nachoomba ni support yao, wazidi kusupport kwa sababu sisi tupo kwa ajili ya kuwapambania na sisi bila wao si kitu. Tunategemea sana support yao ili sisi tuweze kufanya vizuri. Kwa hiyo ninachoahidi ni hatutoangusha, tutapambana kwa hali na mali ili tuweze kuzidi kuwapa furaha. Sawa, miongoni mwa niliwahi kuongea hapa na Ishmanula nikasema kuna mtu ana ugomvi, kuna Pasco, kuna Fei. Yupo utamchagua aende akakutetea, akasema bana kati yenu hamna hata mmoja kwenda kutetea kwa sababu nyinyi ni pipa na ufuniko. Yaani anayeniponza ni yule pale mshikaji. Mimi ni mtu ambaye ninaheshimika sana kwenye yaani inaniumiza sana. Kwa sababu na mimi naingizwa kwenye kundi moja na yeye. Japo mimi ni mtu ambaye ninaheshimika sana kwenye jamii yangu. Mtaani mimi ni mwenyekiti huko. Lakini watu wanakuja kunidharau. Kwa nini anakuvunjia heshima?
mara moja.